Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa minna man la yarifu haqqa muallimina, si katika Waislamu asiyejua haki ya mwalimu. Ukimwona mtu anaishi eneo lina mwalimu na hajui haki yake, si Muislamu, hana Uislamu kabisa. Muislamu ni yule anayejua mwalimu anafanya nini na nini tufanye mpaka yule mwalimu aweze kutulia. Almuallim waltabibu kilahuma la yansahani idha lam yukrama fabki ala daika in jafauta tabiba wabki ala jahlika in jafauta muallima. Mwalimu ni daktari, mwalimu ni daktari. Daktari kule Muhimbili ukienda naye vizuri utapata matibabu vizuri, lakini daktari ukienda naye vibaya matibabu yatakuwa mabaya. Na mwalimu ni hivyo hivyo. Lazima nikupe siri ya walimu wa dini. Mwalimu wa dini na daktari hawana tofauti. Yaani utakavyoishi naye iko vizuri, basi utaona anafanya kazi nzuri sana, lakini ukiishi naye vibaya naye atafanya kazi mbaya, hakutakuwa na maendeleo mazuri. Lakini mwalimu akija sehemu yoyote ni neema. Hii tulionayo maeneo haya ni neema. Msifikiri kila sehemu kuna mambo haya. Na Mtume anatuambia idha kunta fi ni'ma far'aha fa innal ma'siyata tuzilu ni'ma. Ukiwa katika neema ichunge, ukorofi unaondosha neema. Mahali pakiletwa neema, hii ni neema kubwa. Msione hivi, hii ni neema kubwa. Hawa watoto wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto hendi madrasa bila kuchaguliwa na Mungu. Ndio mwenyewe Bwana Mtume anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, anayemtakia kheri Mwenyezi Mungu ndio anamfahamisha katika dini. Hawa wamechaguliwa. Kwa wazazi kitu kikubwa ni kushukuru. Maanake unaweza ukamleta mtoto siku hiyo hiyo akagoma akasema sitaki masomo ya dini, watu wanachapwa, mimi sitaki, na akashindwa kusoma. Lakini akichaguliwa ataweza. Hata watu kama wanachapwa yeye atakuja. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana kwa kila mzazi mwenye mtoto wake ajue ana kheri kubwa sana. Kwa nini? Yule mtoto wako yule inahesabiwa katika dini ni ibada. Mtoto wako ulomzaa ni ibada yako. Ikiwa ibada ile imekwenda vizuri, basi wewe utakuwa ni sababu ya kupata pepo kwa sababu ya mtoto wako. Mtoto yule akiharibika, wewe utaingia motoni kwa sababu ya mtoto wako. Kwa hiyo usifikiri mtoto akivuta bangi akifanya nini ni yeye mwenyewe. Hapana, ile inaingia kwa mzazi. Mzazi atakwenda motoni na yeye kwa sababu mtoto wake anavuta bangi. Lakini mtoto akiswali, thawabu zinampata mzazi. Mtoto akisoma Qur'ani, thawabu zinaingia kwa mzazi. Kwa hiyo wanasema adalu ala khairi kafaili. Mtu anayefahamisha jambo la kheri ni sawa na mtu aliyetenda kheri. Aliotuasisia madrasa hii hapa maeneo haya, tukaona sisi tunafaidika, tunaswali, tunasoma, na yeye kila kitakachopatikana katika thawabu kinaingia kwake. Basi na mzazi hivyo hivyo. Mtoto akija hapa akisoma maalumati yote, thawabu zote, na mzazi naye anapata. Kama mtoto amesoma amepata thawabu 100, na mzazi atapata 100. Mtoto akisoma akipata thawabu 100,000, na mzazi atapata 100,000. Kwa hiyo ukiwapata watoto wako wawili, shekhe, ni pepo juu. Ndio maana akasema man ala thalatha banati, mwenye kuwalea watoto wa kike 3, faadabahunna, akawafundisha adabu, wazawajahunna, na akawaoza, akawaozesha, dakhala aljanna, anaingia peponi. Hiyo ni adabu. Tumewalea vizuri, umewafundisha adabu, basi wakaolewa vizuri na nini, wakinakaa kwa waume zao, wewe unakwenda peponi. Je, kumpeleka madrasa anasoma na dini? Sasa dini ile akiipata atakwenda muongoza mumewe. Maanake mtoto wa kike akisoma dini ndio kiongozi nyumbani kwake, kwa sababu nyumba zinaongozwa na kina mama. Baba anafanya kazi, mama anaongoza nyumba. Sasa kama mama amesoma dini, nyumba ile itakwenda vizuri.
Ninalotaka kulizungumza mimi sasa, hawa watoto wetu waliokuja kusoma hapa, hatuna shaka nao katika malengo 12 ya Uislamu. Uislamu una malengo 12. Makusudio ya Uislamu, ya dini ya Kiislamu ni 12. Hatuna shaka na watoto wetu watayasoma hapa na wataondoka na malengo 12, na wakipata hayo malengo 12 wakayajua na wakayafanyia kazi wakayatekeleza, ni moja kwa moja mpaka peponi. Lakini cha kujiuliza sisi wazazi, haya malengo 12 tutayapata na sisi? Lengo la kwanza kwa haraka haraka ni as-sumuu ruhi. Uislamu unamtaka Muislamu awe mtukufu. Tofauti ya Muislamu ipatikane na mtu asiokuwa Muislamu. Hili ni lengo la Uislamu. Madrasa imewekwa hapa watu waje wasome, lakini ni kutafuta utukufu. Mtu awe mtukufu kupitia takwa Allah. As-sumuu ruhi ala tariqati taqwa Allah, utukufu wa kiroho kwa njia ya kumcha Mwenyezi Mungu. Hawa watoto wote hawatakuwa wa kawaida. Hatujui wengine watakuja kuwa watu wa aina gani. Kuna wengine watakuwa ni maufti hapa, wanafundisha wanawake wenzao, wanaosha, wanafanyaje hapa katika hao waliosoma maonyesho. Lakini kuna wengine watakuwa mashekhe. Hii inaitwa as-sumuu ruhi. Tunatengeneza kizazi kitukufu. Mwenyezi Mungu anasema walakad karramna bani Adam, tumewamtukuza mwanadamu. Mwanadamu ametukuzwa, lakini wanaotekeleza hiyo aya ni dini ya Kiislamu, kwamba mtu awe mtukufu kupitia kumcha Mwenyezi Mungu. Hili ni lengo la kwanza, tunatakiwa tulijue na tulitekeleze na tuhakikishe tumekuwa watukufu kupitia ucha Mungu. Lakini lengo la pili ni al-i'tisamu bihablillah, kushikamana na dini ya Mungu. Mambo yote dunia tunatakiwa tusishikane. Wewe ukiwa Yanga, mimi naweza nikawa Simba na hakuna tatizo. Sipati dhambi kwamba wewe uko Yanga mimi niwe niko Simba, sipati dhambi. Tusishikane katika hiyo. Lakini kwenye dini ni lazima tushikane. Tusiposhikana katika dini, mimi nitapata dhambi. Wewe umeanzisha kituo cha dini, alafu mimi sikukuunga mkono, hapa mimi nitapata dhambi. Umeanzisha madrasa, mimi watoto ninao, alafu sikuwaleta madrasa, nitapata dhambi. Kwa sababu gani? Hii ni dini. Dini tunatakiwa tushikane. Kila mwenye watoto katika maeneo haya anatakiwa awalete hapa, asipowaleta anapata dhambi, kwa sababu dini lazima watu washikane. Hapa pana madrasa, hii madrasa imewekwa watu wajue dini. Kwa nini watoto wako hawasomi alafu wewe uko nao? Utapata dhambi. Kushikana katika dini ndio kitu kinachotakiwa, ni lengo. Malengo ya dini ya Kiislamu ni watu kushikana kuwa kitu kimoja. Hili ni lengo la pili. Lazima mjue jambo lolote la dini, wewe Muislamu lazima uwe umeliunga mkono. Ndiyo dini, malengo yake ni Waislamu wote kuwa wameshikana, ni kitu kimoja katika dini. Lakini lengo la tatu ambalo tunatakiwa sisi ni udugu wa Kiislamu. Waislamu ni lazima tuwe ndugu. Wanasema, Mtume anasema almuslimuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Sisi tuna udugu. Udugu umetoka wapi? Udugu umetoka katika Nabii Adam na Bibi Hawa. Huu ni udugu wa kibinadamu. Binadamu wote ni ndugu. Alafu ukaja Uislamu ukatengeneza udugu. Msingi wake ulikuwa ni watu wa Maka na watu wa Madina, wakaunda udugu. Udugu ule mpaka leo unaendelea kuundwa, udugu wa Kiislamu. Muislamu anatakiwa ajue ndugu yake ni Muislamu. Na udugu huu wa Kiislamu sio kama udugu wa kibinadamu. Huu ni udugu wenye mapenzi na kuhurumiana. Waislamu, lengo kubwa la Uislamu lataka tuwe ndugu, tena udugu wa mapenzi na kuhurumiana. Nitawapeni kisa kidogo. Mtume alipotaka kufariki, kama wiki 2 mtume atakufa, alikwenda Jibrili kumtembelea Mtume Muhammad. Alipofika wakazungumza yao, walipomaliza wanataka kuagana, mtume akamuuliza Jibril, mimi nitakufa baada ya wiki 2, utakuja tena hapa duniani?
Asema nitakuja. Utakuja fanya nini? Na mimi nitakuwa nishaondoka. Asema nitakuja, kuna mambo kama 10 nataka niyaondoshe. Mmoja katika yazungumza ni huruma kwa ndugu. Kwa hiyo mtu anaweza kana ndugu yake baba mmoja mama mmoja wanagombana, baba mmoja mama mmoja hawapendani, baba mmoja mama mmoja hawahurumiani. Kwa hiyo udugu, Jibrili amesema atakuja kuuondosha huruma. Sasa kama hatutasoma Uislamu tukayajua hayo, tukatengeneza vizuri huruma zetu kwa ndugu zetu, tukatengeneza uzuri mapenzi yetu kwa ndugu zetu, tutapata matatizo makubwa. Kwa sababu ukikosana na ndugu yako, ina maana na wanao nao watakosana na ndugu yako, na wewe utakosana na watoto wa ndugu yako. Hapo hapana dini tena, hapo kimevurugika. Udugu ni kitu kikubwa sana. Afadhali dini, unaweza ukakasirishwa Ukristoni ukaja kwenye Uislamu, ukakorofishwa kwenye Uislamu ukaenda kwenye Ukristo, lakini ndugu akikorofisha unakwenda wapi? Utakwenda kwa familia nyingine itakupokea kweli? Kwa hiyo udugu ni kitu kikubwa sana. Lengo la 3 ni udugu, lakini lengo baada ya udugu kuna la 4 katika malengo ya Uislamu. Baada ya udugu kuna uadilifu. Uadilifu, lazima tuishi kwa uadilifu. Maisha ya Kiislamu ni ya uadilifu, yaani sisi Waislamu tunataka tuishi kwa uadilifu. Uadilifu maana yake nini? Ni kwamba wewe una watoto wako wa kiume na wa kike, sikukuu inakuja hiyo, utamkuta binti wa kike kanunuliwa magauni 7, mtoto wa kiume ana kijijizi kimoja tu. Kwa nini anafanya hivi? Na Mtume amesema sawu baina auladikum fil atiya, fanyeni sawa kati ya watoto wenu katika vitu mnavyowapa. Ukimpa gauni 7 mtoto wa kike, jinsi ziwe 7 kwa mtoto wa kiume, umununulie jinsi 7. Lakini wewe mtoto wa kike anapendelewa, anapewa majinsi, anapewa magauni 8. Mtoto wa kiume anapata jinsi yake moja na kishati chake. Umebagua. Uislamu hautaki hivyo, unataka usawa. Huyu anapata magauni 2, yule jinsi 2 na shati zake, mchezo unakwisha. Hivi ndio inavyokuwa. Na Ramadhani inakuja sasa hivi, na nani, watu wataanza kununua nguo. Tununulie watoto wa kiume na wa kike sawa sawa. Na kuelezeni hili swala lipo katika jamii yetu, hili swala sio zuri, tutakuwa hatufanyi. Lakini jambo jingine ni usawa. Tunatakiwa tunafanya usawa. Sisi Waislamu malengo yetu ni usawa kwa Waislamu wote katika kanuni zetu na sheria zetu. Sisi tunaishi kwa sheria za dini, basi lazima ziwe sawa. Usimwone huyu kaja kagombana na mke wake kwa vile yeye ana pesa, umsikilize yeye anavyotaka yeye, hata kama dini haitaki hivyo. Sisi watu wanafanya. Mimi niko katika kitengo cha mambo ya mahakama ya kadhi, wanawake wanavyokuja na wanaume kushtakiana. Basi mtu kama ana uwezo, saa nyingine sheria inapindishwa kwa mtu mwenye uwezo, ili mradi watu wapate zile pesa. Haitakikani. Hata kama yuko vipi, ni tajiri vipi, atapata sheria ile ile. Ndio Uislamu unataka usawa. Hatutakiwi kwenda tofauti, na sheria yetu ni moja ya Kiislamu. Mtu kafa, Uislamu unasema nyumba yao watarithi wanaume na wanawake, lidhakari mithlu hadhil unthayain. Mwanamke atapata 1, mwanamume atapata 2. Usiseme kuna sheria nyingine. Hapa dini kuu ni 2 tu, ni Uislamu na Ukristo. Haya, ukiacha sheria ya Kiislamu ya wewe kupewa 2, mwanamume akapewa 1, utakwenda wapi? Utakwenda fuata dini nyingine, haina mirathi. Na kuambieni mimi, hakuna mirathi. Wakristo ni manaswara, si manaswara. Naswara hana mirathi. Nenda katika kitabu chao cha Injili, utakwenda kuta wao ni mambo ya tabia, lakini mirathi hakuna. Sasa wao wanarithishana vipi? Ni kwamba pale watakapokaa wataangalia ule mji walokaa, watu wa mji ule wanarithishana vipi, wanakopi pale, wanaingiza. Hakuna katika manaswara mirathi, hakuna. Mimi nimesoma mirathi ya Kiislamu, mirathi ya Kinaswara, ya Kiyahudi, ya Kimarekani na ya Kiingereza, zote nazijua. Lakini wenye mirathi ni hawa wengine, hawa hawana. Lakini leo utamwona mtu Muislamu anakataa kurithishwa mirathi kwa sababu ya kwamba ende akapate sawa kwa sawa. Sawa kwa sawa hii inatoka kwenye kitabu gani? Hakuna. Kwa hiyo tuliangalie Waislamu hilo jambo hilo.
Lakini jambo jingine ni ukweli, ni ukweli katika mambo yetu, ni ukweli katika mambo yetu. Kulazimiana na ukweli, tunatakiwa tuwe wa kweli katika mambo yetu. Dini ya Kiislamu mahali palipoharibika ni kwenye ukweli. Wengi wako katika dini lakini haiko katika ukweli. Ili ni lengo katika Uislamu. Kila Muislamu anatakiwa awe mkweli. Siku moja Mtume SAW aliulizwa, aliambiwa Muislamu anaweza kuzini? Mtume akasema yani ndio, lakini pambala sio, inawezekana. Anaweza kuiba Muislamu? Sema yani inawezekana Muislamu akaiba. Muislamu anaweza kuwa mrongo? Mtume Muhammad sallallahu, hakuna Muislamu mwongo. Muislamu atafanya yote lakini hawezi kuwa mwongo. Kwa hiyo ni lengo la Uislamu watu wawe wa kweli, ni katika malengo ya Uislamu. Hakuna uongo katika Uislamu. Lakini jambo jingine, umoja katika kila kitu, umoja katika lugha zetu. Waislamu sote tunatakiwa tusome lugha ya Kiarabu. Ni jambo la malengo ya Kiislamu, kwa sababu peponi watu watakwenda kusema Kiarabu. Wewe Kiarabu hujui, utakwenda kusema lugha gani? Lugha ya peponi ni Kiarabu, na mimi naamini wengi tutaingia peponi, naamini hilo.